Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Karibuni tena katika commentary yetu ya wiki, na kwa wiki hii tutalizungumzia tangazo la waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya Kipchumba Murkomen kutaja kwamba kuna magenge takriban 100 ambayo yanafadhiliwa na wanasiasa katika kuleta vurugu, na kama serikali ikasema kwamba inajipanga vyema na tayari inafanya uchunguzi wa hali ya juu kuona kwamba makundi kama haya yanaweza kukabiliwa na mkono wa sheria. Awali ya yote, kihistoria, mataifa ya kibepari yanayotekeleza mfumo wa kiraslimali na mfumo wa kisiasa wa kidemokrasia, utakuta kwamba hili ni jinamizi linalojirudia kila wakati. It's a recurring phenomena, yani nazungumzia swala la utovu wa usalama, na inapelekewa zaidi na mifumo au misingi ya mfumo huu wa kibepari wa kiraslimali. Kimaumbile ni mfumo ambao ukiuangalia umejengewa mazingira ya kuibua utovu wa usalama, hasa katika upande wake wa kiuchumi na kisiasa. Katika uchumi ni mfumo unao angalia zaidi maslahi ya watu wachache, yani tabaka la watu wachache. Zile rasilimali huzunguka tu miongoni mwa tabaka dogo, kisha watu wengi kuachwa hawana kitu. Yani mwanya wa maskini ama umaskini na utajiri ni mkubwa. Katika jamii inayokuza mwanya baina ya maskini na matajiri kuwa ni mwanya mkubwa sana, tayari umejenga mazingira hatarishi ya usalama, kwa sababu wale wengi huwa wamenyimwa rasilimali, wamenyimwa nafasi za maisha. Kwa mfano, kama ni vijana wananyimwa nafasi za ajira. Kwa hivyo inawapatia wale vijana kuwa na mazingira ya kutumiwa na wanasiasa. Kwa hivyo huu ni msingi, kabla hatujaangalia zile sababu msingi za utovu wa usalama katika mfumo wa kibepari na serikali za kibepari, lakini hii ndio kama sababu mama, mfumo kufeli katika usambazwaji wa rasilimali, matokeo yake kujalia kwamba rasilimali zinaishia kwa watu wachache, watu wengi hawana. Sasa hawa watu wengi hutafuta njia mbadala. Miongoni mwa njia mbadala ni hizi, kwamba labda washike mapanga, wafanye vitendo vya kihuni na mengine kama haya. Kwa msingi kama huu, maadamu mfumo huu bado upo, tuseme kwamba tutaendelea kushuhudia utovu wa usalama. Na hili swala si kwa Kenya peke yake, bali ni mambo yamedhihirika hata katika zile nchi ambazo zinasema kwamba zimepiga hatua katika demokrasia au zinapiga hatua katika siasa zao. Zimekumbwa na matatizo kama haya. Tumeona Marekani wahuni kuingia mabarabarani, mpaka miaka ya nyuma Capitol Hill kuvamiwa. Yote hii ni kuonyeshwa wazi kwamba mfumo umefeli kwa njia ya kwamba haujakidhia watu maslahi yao, bali unakidhi maslahi ya watu wachache wenye rasilimali, na ndio mfumo tunaoita mfumo wa kiraslimali. Ama swala la utovu wa usalama kwa nchi ya Kenya, kwa mfano, katika swala kila tunapoingia katika uchaguzi, na hili swala si kwa Kenya tu peke yake, utakuta ni kama katika zile nchi zinazoitwa Global South, mataifa ya ulimwengu wa tatu, ni nchi ambazo hukumbwa na ile election yani matatizo au fujo za kiuchaguzi kila wakati. Katika every cycle of election huwa kuna taharuki kama hiyo.
na hili sasa ni jambo ambalo lazima tulichanganue, na tunalichanganua kwa hoja msingi mbili au hoja hizi msingi mbili. Kwanza kabisa, katika mfumo wa kibepari na siasa yake ya kidemokrasia, election kwao ni zero sum contest, yani uchaguzi kwao ni suala la kufa na kupona, kiasi cha kwamba yule atakayeshindwa katika uchaguzi haoni kwamba ameshindwa tu, bali ameshindwa kufikia jukwaa la kukusanya mali. Kwa hivyo ni kama wanasema, if we lose, our people lose access to power. Tukishindwa, basi watu wetu pia wameshindwa kufika katika madaraka, hatimaye wameshindwa kufikia katika resource. Kwa hivyo election ni mashindano ya baina ya nani atafikia pale kukusanya rasilimali, na kama tunavyosema, mfumo huu unachanganya pesa na siasa. Kwa msingi huu sasa inabidi mbinu yoyote ifanyike ili kudhaminia yule mtu kupata kufika katika ushindi, au kuona labda watu wake wanatengwa, kwa hivyo lazima aweze kumobilize wale watu wake kusimama na yeye kwa hoja yake, ati kwamba tusipoungana sisi tutakuwa ni dhidi, kuna watu watasimama dhidi yetu. Hii inaitwa ethnic cleavage, yani kwamba watu wetu wakitengwa mambo itakuwa ni hatari. Kwa hivyo ni rahisi kuchochea hawa watu kujenga chuki dhidi ya kabila jingine na dhidi ya watu wengine, na hapa ndipo wanasiasa huja kufadhili haya makundi kwa hoja kwamba sisi ni tunatetea maslahi ya watu wetu, tunatetea haki zetu. Tukiachilia mbali hili swala hili, pia kuna siasa za tunasema patronage politics, yani utawala is tied to access to jobs na resources, yani kwamba tuingieni katika siasa kwa sababu ni utaji mkubwa. Kwa hivyo tusiposhiriki katika siasa tutahujumu maslahi yetu. Kwa hivyo inakuwa ile contest, ile siasa imejengwa juu ya kukidhi maslahi ya watu wachache, kabila la watu fulani. Kwa hiyo wanasiasa nao huchochea ukabila, kama ninavyosema ethnic cleavage, kwamba sisi tusimame dhidi ya kabila fulani, na rahisi vijana hapa kuingizwa katika mtego kama huu, na ndio maana usalama unadorora sana. Na tutakuta mara nyingi mashindano makubwa ya wanasiasa si kujali na kukidhi maslahi ya raia, bali ni kujali maslahi ya tabaka dogo. Yani jamii inakuwa ni ndogo wakati haijafika katika madaraka, lakini jamii ile iking'ang'ana, ikifika katika madaraka, jamii ile inajitanua, network yake inakuwa ni kubwa katika kukusanya rasilimali, watu wanatajirika kwa upesi. Huku wakati mwingine jamii fulani nayo inaona kwamba sisi tumeonewa kwa miaka mingi, kwa hivyo tuna nafasi yetu. Kwa hivyo mashindano makubwa inaiondosha ile mantiki ya kisiasa halisi. Na hii ndio sababu ya tatu kwamba mfumo wa kibepari kwa kuwa unatukuza ile materialism, hedonism, kwamba the ultimate purpose katika maisha ni seeking materialistic world, kwamba kutafuta maslahi ya kiulimwengu, maslahi ya kidunia. Hii kufanya kwamba hata ile siasa ni avenue, yani ni jukwaa la kujikusanyia mali. Kwa hivyo mashindano makubwa zaidi si kwamba nakwenda katika siasa kukidhi maslahi ya umma. Kwa maana haya ndio wanasema msemo wao kwamba siasa ni mchezo mchafu. Na in reality katika mfumo wa kibepari siasa ni mchezo mchafu, kwa sababu siasa hazijikiti katika mantiki yake halisi ya kusimamia mambo ya watu. Na tafsiri hii ndio tafsiri halisi, tafsiri ya kwamba siasa ni usimamizi wa maslahi ya watu, wala si usimamizi wa mtu kufika katika jukwaa na kukusanya mali kwa tumbo lake na jamaa zake. Lakini jingine pia kuna katika siasa hizi za kidemokrasia tuna kitu kinaitwa security dilemma. Ambapo sasa group fulani linaona kwamba sisi tunaishi, lakini kuna group fulani la kabila fulani linataka kutuvamia, linataka kutishia maisha yetu na nini. Kwa hivyo kuna hiyo trigger, na wanasiasa mobilize mambo kama haya ili kwamba kuona kwamba tusipofanya hivi basi tuko katika hatari jamii yetu, tusipofanya hivi basi tuko katika hatari. Jamii kama hizi haziwezi kufika
katika ile kinachosema ustaarabu. Yaani jamii ya kistaarabu haiwezi ikatumia ukabila kama silaha ya kisiasa, bali ukabila ni utambulisho peke yake, ambapo katika sheria ya Kiislamu haina tatizo masuala ya mtu kujitambua kwa ni fulani, kabila fulani, hili halina tatizo, bora tu iishie hapa. Lakini isifike kwamba mimi kabila langu ni bora zaidi kuliko kabila mtu mwingine na lina nafasi zaidi ya kupata mali kuliko kabila jingine, kama tunavyoona race ya kibepari na katika mataifa ya kibepari. Lakini jingine ni kwamba, mwisho kabisa, ni kwamba ubepari hauchukuli usalama kama ni priority, bali ni kama swala tu la watu fulani ndio hujaliwa usalama wao, lakini raia wanatupwa na hawajaliwi. Hii ni kinyume na Uislamu. Uislamu, tatizo la utovu wa usalama haliwezi kulibuka kwa sababu mbili msingi. Kwanza, Uislamu umejalia amani na usalama kuwa ni moja katika dharuriyati za umma, ni moja katika public necessities, ambapo ni jukumu la serikali kuhakikishia raia wake usalama. Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam akasema, man asbaha minkum muafan fi jasadihi, yoyote atakayepambukiwa ana afya ya kiwiliwili chake, taban aminan fi sirbihi, ana amani ya watu wake, mtaa wake, taban inda hukutu yaumihi, ana chakula cha kutosha, kaannama hizat lahu dunya wa hadhafiriha, kana kwamba amekusanyiwa dunia yote na vilivyomo ndani yake. Kwa maana sallallahu alaihi wasallam anaeleza mgongo wa amani kwamba ni watu kutimiziwa haja zao za chakula na vile vile afya. Taban haya hufikisha umma kuwa na amani. Kwa hivyo ni jukumu la kiongozi, Uislamu ukasema ni jukumu la primarily kujali maslahi na amani ya watu wake. Lakini jambo la pili ni Uislamu katika kuaddress masala ya kiuchumi. Haiangalii tabaka hili ama classism au watu, bali ni kila raia anayeishi katika mipaka ya ad-dawla islamia anapewa haki ya kufikidhi maslahi yake. Yani kwa maana Uislamu katika policy yake ya kiuchumi ni dhamana kubwa ya amani. Ni vipi? Kwa sababu uchumi wa Uislamu unasema kwamba tatizo ambalo linapaswa kushughulikiwa na kuwekewa mikakati mikubwa sana, ikibidi serikali iweze kuweka mikakati mikubwa, ni usambazwaji wa rasilimali za nchi ili ziweze kukidhi mahitaji ya kila raia, ili kusipatikane raia wanalia kwamba sisi ni watu tumetengwa. Kwa mfano kama katika siasa za kidemokrasia au katika mataifa ya kidemokrasia, utakuta kuna jamii mpaka wa leo zinasema miaka 60 tumetengwa. Ndio tunakuja misemo kwamba sisi wa pwani tumetengwa, sisi siji watu wa huku tumetengwa, sisi watu wa kadhaa tumetengwa. Misemo kama hii inakuja ni kwa sababu kuna failure ya kugawanya hizi rasilimali. Hizi rasilimali katika ubepari zazuilika na watu fulani, tofauti na Uislamu. Uislamu vilio hivi havitarajiwi kutokea, kwa sababu Uislamu from day one rasilimali ni zisambazwe kufikia. Kwa hiyo haya kwa kifupi ndio sababu msingi zinapelekea mataifa ya kibepari kufikia katika swala hili la utovu wa usalama, na ni mambo ambayo tunayatarajia kutokea haya kwa sababu mfumo wenyewe umejihatarisha na unaweka mazingira haya kuhatarisha usalama. Msingi ni kuelewa kwamba Uislamu ndio mfumo pekee ambao unadhamini amani katika ulimwengu huu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema li ilafi Quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Mwenyezi Mungu ndiye aliyechukua dhamana ya kuwapa watu food security na kuwapa amani. Vipi Uislamu ulivyotatua matatizo haya? Bila shaka haya ni mambo ambayo tumebainisha. Uislamu pekee ndio dhamana ya, si tu dhamana ya usalama wa chakula, bali hata usalama wa watu, na utafanya watu kuishi katika ulimwengu huu kuwa na amani ila qiyam as-saa. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.